والسحور يعين الصائم على تحمل مشقة الصيام. Nadaku humsaidia mfungaji juu ya kuvumilia uzito wa funga. Wasahuru, nadaku yu'inu saima, humsaidia mfungaji ala tahammuli mashaqqati as-siyam, juu ya kubeba uzito wa funga. Kwa hivyo kumbe katika hikma zake, katika hikma za kula daku ni tahammulu mashaqqati as-siyam, ni kuweza kuvumilia ule uzito wa funga, kwa sababu mtu hali wala hanywi kuanzia baada ya kuingia alfajiri ya pili, na huendelea kuwa hivyo mpaka jua litakapozama. Maana hapa katikati kuna njaa, kuna atash, kuna kiu. Sasa kile ambacho kitakachomsaidia yeye mfungaji katika kuivumilia njaa, kuvumilia kiu ambacho anakipata katika ibada yake ya as-siyam, ni ile daku ambayo amekula katika wakati wa usiku. Walidha, na kwa ajili hii jaa fil hadith, imekuja katika hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, Mtume anasema tasaharu, kuleni daku, tasaharu, kuleni daku, fa inna fis sahuri baraka, kwani hakika katika kula daku kuna baraka. Tasaharu, kuleni daku, fa inna fis sahuri baraka, kwani hakika katika kula daku kuna baraka. Wal barakatu, na maana ya baraka ni nini? Ziyadatul khairi, ni kuzidia kwa khairi. Hiyo ndio maana ya albaraka. Albarakatu ziyadatul khairi, baraka maana yake ni kuzidia na kuongezeka kwa khairi. Kwa yule ambaye anaipuuzia daku, anapuuzia as-sahur, anapuuzia ziyadatul khair, kuzidia kwa khairi, wa namaul khair, kuongezeka kwa khairi. Analipuuzia jambo hilo yule ambaye anaacha kula daku, ajue ya kwamba anajinyima yeye mwenyewe khairi. Lima yaudu ala badani saim, kwa kile ambacho kinachorejea katika mwili wa mfungaji, min alquwwati wan nashat, katika nguvu na uchangamfu. Na ndio maana utamuona yule mtu ambaye hajala daku, saumu yake inakuwa nzito sana. Kwa nini? Kwa sababu anakuwa hana kuwa, hana nguvu ambayo inatokana na baraka ya kula daku, wala hana nashat ambayo inatokamana na baraka iliyomo katika daku. Na ndio maana Mtume akahimiza kwa kusema tasaharu fa inna fis sahuri baraka, kuleni daku kwani hakika katika kula daku kuna baraka. As-su'alu